Uingereza imetaja nchi ya Urusi kama tishio la haraka na kubwa katika mapitio makubwa ya kimkakati ya ulinzi ambayo yatachapishwa Jumatatu. Gazeti la Guardian limeweza kuripoti hivyo kuhusu taarifa ya Uingereza kuitaja Urusi kama taifa tishio la haraka na kubwa zaidi kwa nchi za Ulaya. Mapitio ya kurasa 130 yaliyotayarishwa na jopo la washauri waandamizi ikiwa ni pamoja na katibu mkuu wa zamani wa NATO anayefahamika kama George Robertson itaripotiwa kuonyesha hatari ya haraka na inayosababishwa na Urusi, ikitoa masomo kutoka kwa uvamizi wake kamili nchini Ukraine. Uchambuzi huo unakuja wakati ambapo kuna wasiwasi mkubwa kote barani Ulaya kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa migogoro, huku Urusi ikiendelea na jeshi lake katika oblast ya Sami kaskazini mashariki mwa Ukraine na kudumisha ngome zake katika eneo linalokaliwa la Ukraine. Vikosi vya Uingereza na Ufaransa tayari vimejitolea pia kuongoza kikosi cha uhakikisho cha kimataifa cha hadi wanajeshi 30,000 kwenda nchini Ukraine iwapo matakwa ya kusitisha mapigano yatafikiwa, ambako pia matarajio ambayo hayana uhakika na uvamizi unaoendelea wa Kremlin na matakwa ya upeo wa juu zaidi. Ukraine na Urusi zinatarajiwa kukutana Juni 2 mjini Istanbul baada ya duru ya kwanza ya mazungumzo ya amani iliyofanyika Mei 16 mwaka huu. Wakati wa duru ya kwanza ya mazungumzo huko nchini Uturuki, pande hizo mbili zilishindwa kufikia makubaliano kuhusu usitishaji vita wa siku 30. Ukraine ilikuwa imetoa kusitisha mapigano mara moja, kubadilishana wafungwa kwa wote na mkutano kati ya marais Volodymyr Zelensky na Vladimir Putin, ambako Urusi ilikataa, badala yake ikatuma wajumbe wa ngazi ya chini kwenye mkutano huo. Uamuzi pekee uliofikiwa wakati wa mazungumzo ulikuwa makubaliano ya kubadilishana wafungwa wa 1000 kwa 1000, ambako kando ya Urusi mapitio yanabainisha ya kuwa China ni kama changamoto ya kisasa na inayoendelea, ikizingatia kuongezeka kwa uhusiano wa Beijing na Moscow na jukumu lake katika kutoa vifaa muhimu kwa mifumo ya silaha za Urusi. Mkuu wa ujasusi wa mambo ya nje kutoka nchini Ukraine anayefahamika kama Olei Ivanishchenko alidai ya kuwa Beijing, yani China, iliweza kutoa kemikali maalum, baruti na nyenzo nyingine zinazohusiana na ulinzi kwa angalau vituo 20 vya kijeshi na viwanda vya Urusi. Kwa mujibu wa mapitio ya Uingereza, pia yanatarajiwa kushughulikia kupungua kwa ukubwa wa jeshi la Uingereza ambalo limeshuka chini ya askari 71,000, nguvu zake za chini zaidi tangu enzi ya Napoleon. Shirika la Guardian limeripoti hivyo. Peter Ricketts, ambaye ni mshauri wa zamani wa usalama wa taifa, alisema ya kwamba wakati ndege ambayo haina rubani, uwezo wa mtandao na akili bandia ni muhimu, somo lingine la Ukraine ni kwamba hesabu kubwa katika suala la wafanyakazi na vifaa. Ripoti hiyo pia inaripotiwa kuwa inarejelea matishio makubwa zaidi ya kimataifa yanayoletwa na kikundi hatari Urusi, China, Iran na Korea Kaskazini, ambazo zinazidi kushirikiana katika vitu vingi, ambako pia Tehran imetoa ndege ambazo hazina rubani kwenda huko nchini Urusi, huku Korea Kaskazini pia imetuma wanajeshi wengi kusaidia Moscow, hasa huko kwenye jimbo la Kursk nchini Urusi.